Hey guys, mambo vipi? Leo kwenye hii video nitakuelekeza wewe kama editor. Basi kuna program, niseme software ambayo unabidi utumie Google. Unaandika, unatoa noise kwa njia rahisi sana. Wewe kama editor lazima ukijua lazima ujue hii Adobe Broadcast. Adobe Broadcast inafanya vitu vingi sana, lakini 100% mimi napenda sana kutumia kwenye upande wa kutoa noise. Kwa hiyo unatoaje noise? Nataka nikuelekeze hapa. Lakini pia nilijaribu kutoa sauti yangu ambayo nilikuwa kwenye radio nafanya exclusive interview, lakini nikajaribu pia kutoa noise. Nilivyotoa noise ikasikia kama hivi. Kama baba anafanya mambo ya walimu, anataka mtoto awe mwalimu. Yes. Kwa hiyo lakini nikilimove nikatoa labda ikawa kawaida, ikarudi kwenye ubora wake, inasikika hivi. Huyo naweza nikasema ni baba shujaa. Vipi mpaka sasa hivi anakusupport au ameonyesha kama kusuasua kwenye kile ambacho nakifanya? Karibu sana. Kwa hiyo cha kwanza pia ina boost sauti yako, kama ilikuwa chini ina boost, alafu ya kingine pia inatengeneza sauti yako kwa standard. Hata kama ulikuwa umerekodi labda inatumia njia moja, mic yako inaingiza sauti njia moja, basi itakuwa zinasikika speaker zote. Twende nikakuelekeze kwa njia rahisi kabisa. Unachotakiwa kufanya kama kawaida, unaandika Adobe Broadcast, click mara moja, alafu unafika click hapa. Kama wewe ulikuwa tayari ulishaingiza email nini, kwa hiyo utakachokifanya wewe utakuja kurestart hapa. Lakini kama ukuingiza email itabidi kwanza, itakwambia uingize kwanza email. Uingize email, ukishamaliza kuingiza email, alafu baadaye itakupa hiyo miongozo mingine namna ya kufanya. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unakuja hapa kwenye hii file, unakuja hapa, una click mara moja, unaenda kuangalia ile sauti yako ambayo ni hii hapa tuseme. Ukiplay hii sauti unaiona kabisa ipo kawaida. Ni baba mzuri sana. Kuna mababa ambao wanatulazimisha tuwe kama wao. Yes, nadhani umesikia pia kuna sound chini yake inasikika, lakini tutaipeleka kule. Utaklik mara mbili hapo haraka, au utabonyeza tu, alafu utakuja click hapa open hivi, alafu utasubiri kipindi inafanya mchakato wa kutoa noise. Ikishamaliza kufanya mchakato wa kutoa noise, utaiona tayari iko sawa, alafu baadaye utaidownload. Ngoja tuone. Audio yetu tayari ishamaliza, isha boost, ishatoa noise, ishaweka kwenye ubora ambao unahitajika standard. Kwa sababu hapa pia inasikika vizuri, kwa sababu hii broadcast inafanya sauti yako kama umerekodi studio. Yani inakuwa kama umerekodi studio, yani sehemu ambapo kuna sound room. Kwa hiyo ukija kuplay unaisikia kwenye ubora wake. Lakini kipindi na play nitaweza kurudisha kwenye hali ya kawaida, pia kurudisha kwenye ubora ambao imefanya Adobe Broadcast. Twende hivi. Ni baba mzuri sana. Kuna mababa ambao wanatulazimisha tuwe kama wao. Yes, kama baba ni engineer anataka mtoto awe engineer. Kama baba anafanya mambo ya walimu, anataka. Na kitu kingine nataka nikwambie tu, ila hii Adobe Broadcast ina kitu kimoja. Lakini kama ulikuwa hujaongea Kiswahili fasaha, utaiona ukishamaliza kutoa noise, unashangaa sauti yako, yani kama inaongea Kichina sio Kichina, Kiarabu sio Kiarabu. Kwa hiyo kama inachanganyikiwa hivi, maana yake inakuwa haielewi umeongea nini. Na kama uliongea sauti yako ndogo sana, umekuja kuweka huku ambayo ilikuwa isikiki vizuri, basi kitakachosikika pale ni sauti nyingine tofauti. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ukishamaliza kama hivyo, unaporekodi ongea Kiswahili fasaha. Yaani acha kuongea kile Kiswahili cha ndani cha Uswahili kabisa ndani. Ongea Kiswahili ambacho kipo hata kwenye kamusi. Unaona inakuwa rahisi zaidi, unatoa noise bila shida yoyote. Ukishamaliza una download na click hapa. Unasubiri na download sauti yetu hii hapa. Ukishamaliza kudownload, so kama ulikuwa usha edit tangazo lako, unapeleka pia kule kwenye Premiere Pro.
una export. Kwa hiyo inakuwa ni njia rahisi ya kutoa noise. Yaani inakuwa kama umerekodi studio, hata kama ulirekodi sehemu ambapo kuna upepo na mumvu ule upepo na takataka zote unazojua wewe. Hata kama ulikuwa unasikia muziki kwa mbali, kuna sound fulani hivi. Tunajua ambao tunafanya content YouTube content za YouTube. So ukiweka sound ya nyimbo yote au ikisikika sound ya mtu yoyote waga inakupiga copyright. Sasa hii ndo suluhisho. Kwa hiyo wewe kama editor, kama ulikuwa hujui, basi sasa hizi unabidi ufahamu pia hii ni muhimu sana kwenye kazi yako. Kama umeipenda hii video, basi cha kufanya wewe comment hapa chini, niambie nimependa hii video. Ila pia kama unataka kujifunza mengi zaidi, usiache kusubscribe, kucomment na kushare kwenye hii channel yetu ya Director Wezo. Nawapenda sana guys, tuendelee kuwa pamoja na pia tuendelee kusupport kitu kizuri na tuendelee kujifunza vitu vingi sana. Na kama nilivyowaambia, nitakuwa nafundisha kila kitu, kila software ambayo nimeweka hapa kama Photoshop, Premiere Pro, After Effects, DaVinci, Cubase na pia FL Studio. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo nitavifundisha. Na pia kama unataka kunicheki kama nilivyokuambia shida za plug, unaweza kunicheki pia kwa mawasiliano namba ambazo unaziona hapa kwenye bana langu hapa. Lakini kama pia umeingia pale YouTube, basi utaiona pale kwenye juu kabisa pale kwenye bana nimeweka namba yangu pale. Na pia kama hujanifollow Instagram, fanya kunifollow, utakometisha sana. Asanteni sana. Bye.